Nipende kuwashukuru kwanza kama ofisi ya wilaya na mkoa kwa ujumla kwamba mmetutembelea ili kuweza kujua amani ya nchi yetu. Kwanza kama wilaya ya Njombe tuna mtazamo gani au tunaenda vipi? Niwahakikishie na niseme kwa amani kabisa na upendo na furaha kwamba tunajisifia kwanza kwa wana Njombe na kwa kuilinda amani ya Njombe yetu na ya mji wetu wa Njombe. Tunaupenda mji wetu na ndio maana tunapenda maisha yetu na hatukutaka wala kujihusisha na jambo lolote linalohusiana na uvunjifu wa amani. Amani ni tunu. Inatuletea faida kubwa na hasa kwanza kuendesha maisha yetu. Tuombe mikoa jirani, wenzetu wanaotuzunguka pia na wenyewe waige kwetu, hata kama kwa kidogo kile tulicho nacho. Mwenyezi Mungu katujalia kuwa na tunu ya amani, na wenyewe waige pia. Twendeni tukawe mabalozi kwa kila abiria utakayempakia, mpe ushauri, mweleze lugha star, mpe maneno ya amani, mpe maelekezo ya kuilinda amani yetu. Kwa kweli sisi tunataka nchi yetu iwe ni amani na tunakemea, hatutaki kabisa mambo ya maovu yatokee. Kwa hiyo na hasa vijana wenzangu, hasa vijana wa bodaboda, tumeangalia mikoa mingine ni kwamba vijana wa bodaboda wamejihusisha kwenye matukio haya wakati wapo kwenye wakati mgumu baadhi ya mikoa mingine. Lakini sisi Njombe tumekuwa na amani kwa sababu kila wakati elimu inatolewa, viongozi wetu wa bodaboda wanajitahidi kutoa elimu. Na sisi tupo sambamba, na sisi kama ni viongozi, ni wenye viti wa vijiwe, tunajitahidi sana kuendelea kutoa elimu vijiweni humo na kuambia wenzetu ni marufuku kutoa maandamano yasiyokuwa na tija. Sisi tunaomba wafike wakati watusikilize viongozi, jambo lote linapotokezea tunaomba tushirikishe uongozi ili tuwe bega na bega, hatutaki amani itoweke. Kwa mkoa kuhusiana na amani, amani ipo mikononi mwetu sisi wenyewe. Hayupo atakayetoka nchi jirani kuja kuitetea amani ya Tanzania pasipo sisi wenyewe kuipigania. Kwa hiyo hivyo tutaendeleza misingi ile ile waliotuachia wazazi wetu, waliotujengea wazazi wetu, waliotujengea viongozi wetu wa serikali na wa chama hiki cha bodaboda. Tutaendelea kutembea kuiimba amani kama kiongozi wetu pia wa kitaifa anavyoiimba amani, kwamba amani ipo ni jukumu la sisi vijana. Ni vijana tukiilinda amani, hayupo atakaye kuja kuivuruga amani yetu. Ili kuhakikisha taifa letu lina amani, tumeshuhudia wenyewe baada ya tarehe 29 kwenye uchaguzi, ndugu zetu wamepoteza uhai wao, lakini wengine wamepata changamoto kubwa ya kukaa majumbani, hali ya kuwa kipato chetu ni cha siku. Kwa siku 10, siku 5 tumekaa ndani tukiwa na njaa. Hivyo maelekezo haya ambayo viongozi wetu wametupa, lakini pia na viongozi wa kitaifa wametupa, tunayapokea na kwenda kuyatendea kazi. Lakini pia mimi kama mwanachama ni washawishi na kuwashauri wanachama wenzangu, yako matumizi ya kimtandao ambayo si rafiki, ambayo yanatumika kuhamasisha mambo ya maandamano, lakini pia mambo ya kuvunja amani kwenye taifa letu. Lakini tumeona na tumeshuhudia vyombo vya ulinzi na usalama vikishughulikia watu hao ambao wanatumia mitandao vibaya. Kwa umoja wetu tushikamane, tuhamasishane ili kuhakikisha tunu ya taifa inaendelea kusimama imara, amani ikitawala. Ni kwa kiasi gani mmepewa elimu juu ya ulinzi na usalama, kujilinda nyinyi wenyewe, lakini pia kwa wazalendo kwa taifa lenu? Asante sana. Ni mara nyingi sana tumepewa elimu. Tumepewa elimu na viongozi wetu, lakini pia tumepewa elimu na viongozi wa kiserikali pale wanapotutembelea, wakikutana na sisi, wakizungumza na sisi juu ya mambo ya kiusalama, hasa katika afya zetu ili tuwe imara kwa ajili ya kuendelea kupata vipato vyetu, lakini pia juu ya usalama wa wale abiria ambao tunawabeba na kuwasafirisha, sababu si kila abiria ambaye ni salama kwangu na kwa mtu mwingine pia. Hivyo tumeendelea kupata elimu na tunaendelea kupata elimu, tunazipokea kwa ajili ya maisha yetu.